katika ndoa umekula nini kinachokufanya wewe unang'ang'ania ndoa kila siku ienda kwa Mwenyezi Mungu? Niambie kitu gani ambacho umekula sisi ambacho tumekikosa, kinachokufanya unaiabudu ndoa usiku na mchana? Ina maana umekosa vitu vya kuabudu mpaka unaabudu ujinga eh? Shemeji, pole sana kwa nayo kukuta. Ndoa ni bahati. Mimi na mdogo wako tumebahatika. Mke ni mmoja, mlango ni mmoja. Unasemaje kwamba mimi sijabahatika na umebahatika? Ingalikuwa unaabudu katika ndoa na mimi naabudu katika ndoa eh? Why? Niambie eh? Natia ngonjera, si ndio maana yake? Sikilize, niambie ni kitu gani ambacho umekipata kwenye ndoa? Ni madini gani wewe chimba kwenye ndoa na ukayapata? Ni dhahabu gani wewe imiliki katika mapenzi? Lakini shemeji, unavyoelaumu ndoa, mbona ule mwanamke ni mzuri? Unafeli wapi shemeji yangu? Ndio maana mwanzo nilikataa kuitwa shemeji, kwa sababu niliamini ndoa ni jehanamu, ndoa ni giza ambayo kila mwanaume anaweza kaingia hata asipotaka, kwa sababu niliamini hili giza, hiki chumba lazima kila mwanaume akipitie, hata kama hajahitaji kuingia, lazima lazimishwe kuingia na mwenendo mwanamke. Sasa nahitaji kujua wewe hapo ni chumba gani cha mwanga ulichokibahatika wewe, au ni njia gani ambayo uliipitia ambayo inakufanya wewe unaona kabisa ndoa ni kitu cha maana kupita kila kitu. Wewe hapo umeacha mpaka kazi kwa sababu ya ndoa, kwa sababu ya mapenzi. Wewe hapo umeacha mpaka ndugu zako kwa sababu ya ndoa, kwa sababu ya mapenzi. Sasa ninahitaji kujua njia sahihi ulioipitia, mlango gani ulioingilia ambao sisi hatuuoni, wanaume wenye akili zetu na wenye ndevu zetu hatuuoni, wewe unauona. Zungumza. Ndaja furaha na amani ni upendo. Je, unampenda Sumai? Ukitaka kufurahi kwenye maisha ya ndoa, mpende sana mke wako. Niliamini kila mwanaume aitwaye mwanaume na kila mwanamke aitwaye mwanamke lazima kikombe akinywee maji. Mimi naamini hakuna njia ambayo umeipita na mimi sijaipita. Utofauti wa mimi na wewe, nampenda sana mdogo wako, ila mimi na wasiwasi umpendi Sumaia. Nahitaji kujua wewe katika uchumba wako, katika ndoa yako umepata nini cha ajabu ambacho wanaume wengine hawajakipata? Kaka, hebu jaribu kuwa na heshima. Umenisikiza mpaka mwisho? Hata kama nikikusikiliza hapo ulipo unaona unaongea kitu cha maana? Dora, napokuwa naongea na mwanaume jaribu kufunga mdomo wako. Hivi haya maisha unaona kwangu mimi ni sahihi? Haya maisha unaona kama kwangu mimi ni kitu cha kujivunia? Niambie haya maisha kwangu mimi unaona kabisa ni sahihi, yanastahili? Niambie ni kitu gani wewe na huyu na huyu na huyu na huyu na huyu mnakipata kwenye ndoa? Sio mnanificha. Kama ikiwezekana mimi mwenyewe nikifuate. Haiwezekani nyinyi mna furaha, mna amani, mna burudani, alafu mimi naonekana na mateso kila siku. Natamani mpaka kuzikwa, mpaka kufa kwa sababu ya ndoa. Alafu leo hii nyinyi kaka, wewe nisikilize. Funga mdomo wako. Shemeji. Kaka, kama umebahatika vibaya, ni wewe umebahatika vibaya. Unachotakiwa kufanya, ujiulize ni wapi ulipokosea, sio kupigizana kelele na shemeji yako. Akutukanaye akushauri tusi. Ina maana wewe huoni umuhimu wa kitu unachokizungumza? Ndiyo sikioni, naona kama unampiga makelele. Umeona? Umeona shemeji? Umeona? Sawa, nashukuru shemeji, nashukuru. Nisamehe. Hayo maisha ya kuteseka umeyataka mwenyewe. Ungekuwa unasikiza ushauri wangu, usingekuwa unateseka. Sawa, nashukuru shemeji, nashukuru. Sina urithi kwa baba yangu, sina chochote mai wangu,
takupa nini we? Kuna muda napendeza nguo sio zangu, kuna muda kula wapike wanangu, takupa nini we? Asia. 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 Be. Samani. Naomba uje mara moja. Sawa. Shikamoo. Asia, ujue siku zote hakuna binadamu mbaya. Kila binadamu ni mwema na kila binadamu ni mzuri. Mimi naamini tumepewa mdomo ili tuweze kula na kuongea ili tupate kuelewana. Kuna kitu umekizungumza leo mchana. Vipi? Unakifahamu vipi? Kitu gani? Vipi kuhusu swala la ujauzito wa Sumaya? Uona ufahamu vipi? Na ni mtu gani ambaye amekwambia hizi taarifa? Mimi niliwasikia mkiwa mnaongea. Wewe ulisikia? Ulisikia wapi? Ila tu nilikuwa napita ndo nikasikia mnaongea. Oh. Kwa lugha nyingine ulipiga chabo. Yaani ulichukua maneno ambayo sio ya kwako ukayafanya yako. Mdomo ni mzuri na huo mdomo ni mbaya. Kwa mfano, sio kila kitu unachokiona unapaswa kumwambia mtu. Kwa mfano, leo naishi na rafiki yako Dora. Ukamwona rafiki yako Dora amejisaidia sehemu, ukaenda kumwambia rafiki yake na Dora, nimemwona Dora amejisaidia sehemu. Je, unamchafua Dora au unajisafisha wewe au unajichafua mwenyewe? Vipi Dora siku akijua kama wewe ndio umemzungumzia sehemu, atakufanya nini? Na je, naongea na Sumaya, wewe unasikiza nini? Mimi hayanihusu, ila tu nilikuwa napita ndo nikasikia mnaongea. Kwa hiyo umesikia. Lakini mimi mbona sijamwambia mtu yoyote? Kama hujamwambia mtu yoyote na huku tayari mimi ushaniambia, ina maana mimi sio binadamu na sio mtu, si ndio? Hapana, wewe pale ulikuwa umekaa kama una mawazo na mimi sijawahi kuona ukao kwenye hali ile. Nikajua unawaza mimba ya Sumaya, ila sikusema kwa ubaya. Nisikilize. Fungua masikio yako, nisikilize. Na macho yako yaweze kujua ninachokimaanisha. Kama ulisikia na kama uliona, basi masikio yako kwenye hili jambo uwe kiziwi na macho yako yawe kipofu. Mdomo wako uwe bubu. Nirudie kusikia tena. Nirudie kusikia tena. Unatapika maneno kama haya, nitakuzika ukiwa hai. Sawa, nimekuelewa. Siri ya shingo ni kuhifadhi maneno ambayo ni asili. Toka hapo.
sio mtu wako, sio mke wako, humpendi, hana hadhi ya kuwa na mtu kama mimi. Sijui yupo kazini, akimaliza kazi ataondoka. Mdogo wangu, hebu jaribu basi kuacha na hau zako, methali zako. Nyoka moja kwa moja, ni wapi uliposimamia kuzungumza na mimi kwa siku ya leo? Kwa sababu naona kabisa unanizungusha, na siku zote ukishaona mawingu lazima une matone chini. Kwa mvua yenyeshe na wewe maneno yamwagike, ili uweze kujua unachokizungumza ni nini. Basi sasa hivi na hivi na hivi, maana yake ni nini? Nilikuwa najisifia nina kakaangu mzuri, handsome boy, hata akienda Ikulu lazima arudi na mtoto mzuri. Kumbe kakaangu malipo yake ndo kama hayo. Sifa zote nilizokuwa nakuonyesha unanilipa ubaya, si ndio? Mdogo wangu, hapo kwenye uzuri haujakosea. Mimi ni mzuri na KK handsome boy. Juzi najiangalia kwenye kioo, kweli nilijishangaa. Nikaanza kujiuliza, hivi hii mbegu mamangu alitoa wapi? Kwa hiyo hapo kwenye uzuri hata hujakosea. Bado kaka yako ni mzuri, nipo kwenye grade zinazotosha. Yaani za kujisifia. Kwamba ukijisifia unakaa kama kapipi. Mtano na tamba na vimba. Niambie. Umekosa wanawake wote wa kuzaa nao. Umeamua uzae na Sumaya. Hivi kaka, pale kwa Sumaya umependa nini? Kama shepu hana. Mwili wenyewe Madela ndo anamstiri. Sura usiombe ukutane naye usiku. Kweli kakaangu, Sumaya ndo kuzaa naye kweli? Hii ni aibu. Naweka wapi sura yangu? Kama kuniaibisha, kakaangu leo umejua kuniaibisha. Sijai kutegemea kitu kama hicho. Ndogo wangu, unakielewa unachokizungumza? Ujue kaka, hapo ulipo wewe ni mtu mkubwa. Alafu leo hii unajishusha samani. Kweli? Hapana, unakosea. Sumaya hana mimba yangu. Sumaya sio mjamzito. Alafu siku zote mwanamke akikuhitaji, yani akikutaka, lazima atumie pesa ili akupate. Na kama ametumia pesa akashindwa kukupata, anatumia hata mwili wake ili aweze kukupata. Na kama mwili wake akashindwa kukutumia kukupata wewe, atatumia basi hata uchawi ili aweze kukupata. Na kama uchawi ukishindwa, basi atatumia hii njia ya Sumaya anayotumia sasa hivi. Hivi kweli unavyoniona kabisa kapipi mishuze episode kijamba inuke na ikinuka figo alifanya kazi, ni Zaina Sumaya kweli? Kaka, umedanganya vya kutosha. Naomba kwa hili niache hapa hapa, usiendelee. Naomba uniamini kwanza mimi. Ina maana unataka uishi na maneno ya kwenye kanga? Kusema kwamba maneno umeyasikia Sinza, unapeleka posta. Hii nyumba utaichoma moto, utaiunguza. Mimi ndo kaka yako. Mimi ndo unayesema kwamba sijui nimempa ujauzito. Mimi sijampa ujauzito Sumaya. Naomba unielewe. Ujauzito haufichwi. Unaweza ukauficha leo ila kesho ukaumbuka. Kwani aliyekwambia hayo maneno ni nani? Hakuniambia mtu yoyote. Bali mwenyewe nilisikia mkeo anazungumza. Labda nikushauri tu kakaangu, kabla hujaibika, cha kufanya ndani umfukuze Sumaya. Punguza sauti basi wasisikie. Samani. Maana akitangaza mtaani kama na mimba yako, kakaangu, sijui sura yako utaiweka wapi, wala sisi sijui sura zetu tutaziweka wapi. Maana hii ni aibu. Nashukuru kwa ushauri wako mdogo wangu, lakini naomba unielewe kaka yako. Hii mimba ni mimba ya mdomoni inayozungumzwa, lakini sio mimba ya tumboni. Mimi sijamzalisha Sumaya. Naomba uniamini. Nashukuru kwa kunielewa. Kwanza hilo li Sumaya lenyewe liko wapi? Yupo ndani amelala. Amelala? Kwa hiyo tangia afike, yeye kazi yake ni kulala. Wakati wengine wakibeba mimba, wanajishughulisha jikoni, wanafanya kazi ndogo ndogo za nyumbani, lakini yeye kalala. Kwa hiyo kazi anasifanya kitandani ama? Wewe acha tu mdogo wangu. Sielewi hata mimi mwenyewe. Ila usijali kuhusu wazo lako. Na nashukuru kwa ushauri wako, nitaufanyia kazi. Ikiwezekana, uzatari ulio.
tuishi. Maana kadri tunapozidi kukaa nayo ndani, hii nyumba bora itazidi kunuka. Sawa. Kaka, naona uko busy na kazi. Mdogo wangu, sipo busy kwa kazi, ila nipo busy kwa ajili ya kuwekea mambo yako sawa. Haya ni maandalizi ya ofisi, na hii ofisi wewe ndio mmiliki mkubwa, yaani hii ni mali yako. Kaka, mbona unafanya vitu bila kunishirikisha? Sijakushirikisha kwa sababu najua wewe ni mhitaji wa kufanya kazi, unahitaji kuwa na kazi, kwa sababu utakaa hapa nyumbani mpaka lini? Utakaa bila kazi mpaka lini? Shule huendi, ufanye nini? Kwa ni wajibu kukufungulia biashara, mdogo wangu. Kweli kufanya kazi ni muhimu. Mimi kwa sasa hivi sihitaji kazi, nataka kuolewa. Kaka, yaani sasa hivi kakangu kimwambia kitu kidogo tu anakasirika, sijui kwa nini. Sasa mtu kashasema hataki kazi, analazimisha, kasirikaga tu. Asia, Shikamoo. umetoka wapi? Nilikuwa huko nje kutembea. Umezunguka mitaa mingapi na umeimaliza? Sijatembea mitaa mingi, ni mitaa kama miwili hivi. Mbona umeweka simu chini? Hii sio sehemu sahihi ya kuweka simu, mtu anaweza kaikanyaga kwa bahati mbaya. Niokotee hiyo simu. Hivi hiyo nguo ni sahihi kwenda nayo nje barabarani kutembea mbele za watu? Ni nguo ya kawaida ya kulalia, kuogea au kutoka nayo nje? kwangu mimi naona ya kutokea. Kwani kuna shida? Mapaja yote, yani matako yote yako nje, alafu nasema ni nguo nzuri ya kutokea nayo nje. Hiyo hivi nyinyi wanawake
Mko vipi? Alafu unatembea nayo mbele yangu kabisa, usivyokuwa na adabu na usivyokuwa na heshima. Yaani unapita nayo hiyo nguo, mapaja yote yako juu, ili iweje? Nikutamani, nikupende, nikubake au sijui jamani, wanawake mko vipi? Yaani sio hata Mungu wenu yuko vipi? Yaani unavaa nguo kabisa, nguo ambayo mapaja inaishia hapa, unatembea mbele ya mtu hapa kweli, ukiinama mwili wote uko wazi, alafu unasema ni nguo ya kutoka nayo nje. Umetembea kuanzia balozi ya kwanza, balozi ya pili, balozi ya tatu, hata ukushtuka hujashtuka, alafu unasema ni nguo nzuri. Nisikilize, mchezo yako nishaanza kuijua na nishaanza kushtukia. Unapita hapa ili unitege. Sasa sikiliza, sitegeki. Naomba kuanzia leo unapita hapa mbele yangu, vaa dera, vaa kanga, vaa gauni. Hizi biashara za kupita pita na nusu nguo sitaki. Lakini mimi hapo sikukuona, ndio maana nikapita. Ni kweli, maana hata weusi unachangia. Si hujaniona? Kesho utaniona nikikumwagia maji ya moto. Toka hapo, kabla nguo hiyo. Yaani Mungu Bwana akupe vyote. Akili huna. Hela huna. Urefu huna. Mungu kakutunuku tu wewe makalio tu, unatembeza barabarani kama vitumbua. Wanawake mnaniuzi nyinyi. Hiki ni nini ambacho umenituma? Udongo. Na kina ladha gani katika mdomo wako? Kwa sababu naona kama ni mawe. Huu ni udongo. Na mtoto wako ndo anataka, sio hata mimi. Yaani udongo. Unajenga? Una matofali? Unajenga wapi? Mtoto wako ndo anayejenga huku ndani na sio mimi. Ajenge vizuri. Kula kwanza. Sasa mimi wa kwangu hajengi tumboni kwangu. Ndio nataka sasa. Ajenge kwako wewe, si yuko huku? Kwani yuko huku? Onja, uone ulivyo mtamu. Nakupenda kapipi. I love you kapipi. I need you my wangu. Wewe unatema sasa jamani. Mambo gani? Hamna chumvi, hamna pilipili wala sukari. Unapata ladha gani hapa? Ni mtamu. Wewe hujui tu. Shangaa ulivyokuwa umetema. Inaonekana ni mama bora unayemjali mtoto wako. Naamini unampa mahitaji yote anayohitaji mwanao. Lakini kuna kitu nitamani tuzungumze la sisi kama hutojali. Kitu gani hicho? Wewe kwanza wewe ni mzuri ujue. Macho yako nikikuangalia naona kabisa unaniita. Mdomo wako, kapua kako, kama Msomali. Sasa ujue natamani kuitwa baba bora. Na sio imradi baba. Ni kuwa na wazo la zizi. Hii mimba tuitoe. Na zaidi ya hapa, na wakaribisha Kapipi OG YouTube ili kujipatia mwendelezo wa tamthilia yetu Nakupenda. Subscribe on notification ili kujiunga na familia hii Kapipi OG. Na kama umependa kazi hii, tunakukaribisha kwenye grupu la pamoja ili kujua nani shabiki wa kweli. Tuma SMS na wapenda
ni unge. Welcome Kapipi OG.